Kenya imezindua sare mpya za maafisa wa polisi wa kitengo cha General Duty, huku moja ya mabadiliko makubwa ikiwa ni kuwekwa kwa utaratibu maalumu wa sare kwa maafisa wa kike ambao ni wajawazito. Rais William Ruto amezindua sare hizo Ijumaa katika Chuo cha Taifa cha Polisi cha Kiganjo, ikiwa ni mwanzo wa mpango wa kubadilisha taratibu sare zilizokuwa zikitumiwa na maafisa hao. Muundo mpya unaondoa muonekano uliotawaliwa zaidi na rangi ya bluu iliyokolea. Sasa maafisa wa kiume na wa kike watavaa shati la mikono mifupi lenye rangi ya bluu ya anga, suruali iliyonyooka ya bluu iliyokolea pamoja na beret au kofia yenye nembo rasmi ya polisi. Viatu vyeusi vya ngozi vya kazi au combat boots vitakamilisha sare hiyo. Mabadiliko yanayovutia zaidi ni kuzingatiwa kwa mahitaji ya polisi wanawake wakati wakiwa wajawazito. Muundo huo umeandaliwa ili kuwawezesha maafisa wanaoendelea na majukumu yao wakiwa wajawazito kupata sare inayolingana na hali zao, badala ya kutegemea muundo wa kawaida ambao unaweza kutokuwa rafiki kadri ujauzito unavyoendelea. Sasa ninazungumza hapa na mwandishi kutoka nchini Kenya, Steven Mwalili. Yeye ni mwandishi wa habari na vile ni mtayarishaji wa maudhui ya kidigitali na ambaye amejikita zaidi katika masuala ya current affairs pamoja na burudani. Kikubwa zaidi ni kutokana na hizi sare za wajawazito zimeonekana kuzua gumzo kubwa sana, ambapo wengi wanaonekana kuzibeza. Iko hivi, pengine kwa watu ambao wanashindwa kufahamu, swala la kubadilishwa kwa sare za polisi si geni Kenya, na imefanyika mara nyingi. Ukiangalia mara mwisho mwaka 2018 ndio wakati kulifanyika mabadiliko makubwa sana ya uniforms ama sare za polisi, na wakatoa zile za zamani wakaleta zingine za blue hizi. Baada ya hapo ikakaa 2023 wakabadilisha tena. Sasa kizaazaa kilitokea hapo 2023, kwa sababu walipobadilisha kuna kikosi kikubwa sana cha askari walipinga sana hizo uniform, wakawa hazitaki. Ikawa mvutano mkubwa sana, unaona. Kwa hiyo serikali wakailazimisha tu kuzivaa, lakini kwa huo muda kama miaka mitatu askari wamekuwa wakilalamika sana na hizo uniform. Kwa hiyo kutokea 2023 mpaka sasa hivi 2026 ndo ni kama ile pressure imekuwa nyingi. Sasa serikali ikaamua kubadilisha tena na kuregesha mfano kidogo wa zile za kitambo. Kwa hiyo swala la kubadilishwa sare si geni, lakini sasa hapa kwa hizi sare za polisi wa kike wajawazito ndio kumeleta issue, kwa sababu ndio kitu cha tofauti ambacho kimeonekana. Na kulimuonekano wa zile uniform vile zinavyokaa na nini, imekuwa kejeli kubwa sana, watu wamekuwa kicheka. Kuna taasisi ya serikali ya mafunzo ya unesi ama tunahitaji uuguzi wa KMTC maarufu sana hapa Kenya, na hizo uniforms zinafanana na uniforms za wanafunzi wa masomo ya uuguzi. Kwa hiyo hapo ndo kumekuwa na kejeli kubwa sana. Akasema yani bodi nzima serikali ilikaa ikafikiria ikaona itengeneza uniforms zinakaa hivi, wangetengeneza angalau kuna kiuno kidogo na shape na nini, lakini hizi wakawa hiyo ndo kejeli imekuwa kwamba mbona zimekata, afadhali dera basi. Lakini sasa unajua uniform ama seme nini wanaziita hizi nguo za wajawazito zinakuwa ni free, zinamwagika, na naziona hizi pia ziko hivyo. Nadhani ni ule muonekano tu, na vile yani wajua wa Kenya kwenye mitandao ya kijamii wanapenda kutafuta nini, wanapenda kutafuta kitu ambacho watazungumzia. Kwa hiyo angle ndo wameenda nayo kwamba, alafu najua rais pale alikuwa kabisa akiwasalimia, na manake walivalishwa askari kadhaa wa kike kuonesha kama ile display. Kwa hiyo ule muonekano nadhani pengine baada ya muda kwamba Wakenya wakiwa wanakutana na hao maafisa kwa muda pengine watazoea, lakini ni ile jambo kwamba limekuja na imewashangaza kwamba wamefikiria mpaka askari wajawazito mpaka kuwatengezea uniform. Kwa hiyo issue imekuwa hapo sana. Nimeona kwa mfano kwenye hii page ya Nairobi Gospel Club, tunaifuatilia kwa sababu ni kubwa na comments ni nyingi. Comments naona ni 7,729, lakini 100% wana mock hii kitu.
Yeah. Ni wakati mwingi wakati serikali inapofanya mabadiliko, sisi kama wananchi watu tunashtukia kwamba imefanyika, na wakati mwingine huwa swali kubwa linajiuliza, wakati bodi imekaa ikaamua kutoa jambo kama hili, walifikiria kwamba hii ni sawa kweli? Kwa hiyo lakini pia nadhani wa Kenya kuna kitu kimoja pia watu waelewe. Nadhani wa Kenya tu wameichukulia pia kama njia moja pia ya kufanya utani, entertainment, si kwamba wana push kwamba ibadilishwe, hapana, ni ile kwamba wanafanya utani. Nakumbuka wakati hizi uniform mwaka 2018 zilipobadilishwa zikaletwa zile za blue ambazo kulikuwa na issue, pia watu walikuwa wanazungumzia zile uniform za blue hizi ambazo zimeletwa, mbona zimekuwa hivyo? Kwa hiyo hii ni kipindi kingine tu ambapo wa Kenya wameichukulia. Lakini kuna issue nyingine pia nadhani ni muhimu nikigusia. Nadhani mkiwa huko mnaona sana mara kwa mara kuna maandamano. Hata leo kumekuwa na maandamano katika jiji kuu la Nairobi. Okay. Na wakati mwingi wa maandamano kuna issue ya askari wanapiga vijana, wengine hata wanapiga mpaka risasi. Sasa kuna utaratibu umekuwa kwamba kila askari Kenya, sijui Tanzania inafanyika vipi, kila askari Kenya kwenye shati yake hapa kuna namba ile ya polisi. Sasa kwa hizi uniform mpya, kitu ambacho sasa mbali na zile kejeli za wanawake, kitu kipi ambao Wakenya wamefurahia ni kwamba sasa hivi sio namba tu, kuna jina kabisa la yule polisi. Koplo fulani unamjua kabisa. Skywalker nini, ameandikwa jina kabisa. Kwa hiyo nimekuwa nikifuatilia leo mchana, vijana wanasema sasa hii itakuwa nzuri zaidi, kwa sababu wakati askari amempiga mtu na amepatikana kwenye picha, unaweza kuzoom tu kujua ile jina la yule askari kabisa na ukamfuatilia. Kwa hiyo hii ni jambo zuri ambalo Wakenya wamelisherehekea, kwamba kuna jina kabisa la yule askari. Nimeona nikuulize pia wakati ukimalizia kuhusu story nyingine kabisa. Kuna hiki kifo cha huyu Stupid Boy. Alikuwa nani huyu? Hii story nyingine deep sana. Stupid Boy ni mwanamuziki, ni rapper. Kwanza tuanzie hapo. Okay. Ni rapper, na baadaye nitakutumia wimbo wake ambao ni maarufu sana, mkubwa sana Kenya. Stupid Boy ni wale vijana, unapata Kenya kuna tabia moja, kuna vijana mtaani ambao wanakuwa talent lakini hawakufanikiwa kimasomo na nini kwenda zaidi. Kwa hiyo wanaitumia muziki kama njia ya kutoka, unaona? Kwa hiyo Stupid Boy alijulikana, alikuja akatoa ngoma moja. Unaona wasanii ambao wanaitwa one hit wonder, anatoa ngoma moja alafu anashindwa kutoa ngoma nyingine kubwa zaidi ya hiyo. So Stupid Boy alitoa ngoma inaitwa Jibak Jajag. Hiyo ngoma mpaka leo hii ikipigwa Kenya watu wote wanaamka. Ni ngoma kubwa sana hapa Kenya. Kwa hiyo alitoa ile ngoma ikakuwa kubwa, alafu nadhani fame ilimpata kwa haraka sana, ikamuingia, so akaingia kwenye ulevi na nini. Watu walijaribu sana kumsaidia, na mtu ambaye ako kwenye record kabisa alimsaidia genuine kabisa ni Obina. Nadhani unamfahamu Obina. Na naona amesikitika sana pia. Alimsaidia, akampeleka rehabilitation, sehemu ya kubadilisha tabia, akawa amerudi sawa, lakini alipotoka akarudishana kwenye watu wanamwambia rudi kwenye muziki. Ametoa ngoma kubwa. Hiyo ngoma mpaka leo hii ukiingia kwenye magari unaisikia. Kwa hiyo ikaenda hivyo, ikaingia depression ilimpeleka, na jana ndo tumepata taarifa kwamba ameaga dunia. Kuna tetesi kwamba amejitoa uhai. Hiyo hatujaipata, imekuwa haijathibitishwa. Alikuwa kijana mmoja talented sana, rapa mmoja mkali sana, na ikakuwa ndo hivyo yani. Wakati huu wimbo ulipofanya vizuri, kwa namna yoyote maisha yalibadilika hapo mwanzoni ama ilikuwa yale tu? Sasa alipo ile ngoma ilipokuwa kubwa ilibadilika, kwa sababu alianza kuitwa interviews, alianza kuitwa show. Okay. Kwa hiyo kuna senti alianza kuzipata. Tatizo ni kwamba zile senti za kwanza pengine alizifaidi, lakini hakupata ile. Watu wengi walimfuata kujaribu kumuonyesha kwamba hii sasa attention imekuja, tunaweza kukutengeza kama kusimamia yani kukuonyesha direction ya vile utaendeleza hii brand, lakini alikuwa na attitude fulani hivi mimi kama nimeingia mwenyewe kwenye industry msijiendeleza. Kwa hiyo alikuwa kuna kipindi kabisa nakumbuka ashaitwa interview akasema kwamba mpaka alipo ndo aende interview. So ikakuwa controversy kubwa sana. Sisi tunaita kuvimba huku.
Akawa na vimba, nasema kama silipu kwenye interview la Siji. Sasa Wakenya wakaona, Wakenya wakawa wametatizika. Upande mmoja jamani mkali, ukimsikia jamani mkali sana rap. Ukija upande mwingine kuna hiyo attitude. So Wakenya wanasema tujaribu kumsaidia. Obina alijaribu sana. Pengine nitakutumia links za alipokuwa ametoka Ria pale, alikuwa vizuri na nini lakini sasa kwa mazishi tayari ama bado? Bado kwetu kidogo kifanyika kama hivyo inachukua muda sana kupanga nini. So haijakuwa, pengine nitafuatilia nipate details zaidi, lakini mazishi hajafanyika na natumaini kitu ambacho pengine mazishi yakifanyika itakuwa inafuatiliwa kwa ukubwa pia.